Sasa maafisa wa polisi Molo wanaendeleza uchunguzi ili kubaini chanzo cha kifo cha mwanaume mwenye umri wa makamu aliyepatikana ndani ya mto wa Molo Munju. Mwanaume huyo alikuwa ametoweka siku kadhaa bila kujulikana aliko, alafu sasa mwishowe alipatikana katika mto huo. Mwandishi wetu wa Molo, Jameson Ndongo, anatuarifu. Maafisa wa polisi hapa mjini Molo wanaendelea na uchunguzi wa kubaini chanzo cha kifo cha mwanaume mwenye umri wa makamu aliyepatikana ndani ya mto Molo. Kuna kijana ambaye mimi nimemjua ambaye amepatikana hapa ndani ya mto, ambaye ni kijana anaitwa Mash, hata kwa jina la utani tulikuwa tunamuita Manguvu. Kwa hivyo kifo chake kimekuwa tatanishi. Ni kama kiongozi wa bodaboda sijaelewa shida inaweza kuwa ni nini. Mimi ningependa kile ambacho ningeomba hasa sisi wanaume wengi huadhirika kwa sababu hataki kujisema shida ambayo ako naye. Mara mingi huwa anaona kama alichakuwa amedharauliwa. Lakini ni vizuri kujisema kwa sababu unapojisema kuhusiana na mambo ambayo uko naye, shida yako inaweza kutatuliwa kwa ile njia ambaye inafaa. Wakati huu tumekuja hapa mji wa Moto ambako tumempoteza kijana ambaye ni mdogo sana, ambaye anajulikana wakati alikuwa na beba na bodaboda, na kwa wakati huu tumempata katika mto wa Moto akiwa ameaga dunia. Kwa hivyo ningetaka kuuliza wanaume mahali popote ulipo, ni vizuri ujitokeze uweze kuongea wakati unasubuliwa na jambo, acha kunyamaza, kwa sababu depression iko na kabisa depression inaua. Kwa hiyo ningependa kusema ya kwamba wanaume mahali mpo, hata wamama pia, ukisikia unasubuliwa na jambo, kwa sababu janga hizi tumeziona, wengine wanajitoa uhai, wengine wanatoa wengine uhai, ni kwa sababu ya mawazo, depression ambayo inaua sana vijana na wanaume kwa jumla. Kwa hivyo kwa wakati huu ningependa ya kwamba tujitokeze mwezi huu ambao ni wa 6, ni ambao mtu anaweza kujitoa na kuongea na pia kutibiwa katika zahanati zetu, hospitali zetu, na mtu atarudi sawa, na Mungu wetu azidi kuwabariki. Nikiripotia NTV mashinani kutoka Molo, kaunti ya Nakuru, jina langu ni Jameson Ndongo.